Nikukaribishe kwenye dakika chache sana za kuzungumza na T.R. Msigwa. Leo ni siku nyingine, tunazungumza mengine. Lakini tumekuwa tukikariri au tukiendelea kutoa ufafanuzi wa safari yetu ya tafiti ya HIV. Na ukitizama historia ya tokea tulipotoka hadi tulipo, kwa kweli tumefanya kazi kubwa na tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kutokana na kile ambacho sisi tumekifanya. Ni vizuri zaidi tukathibitisha tunachokisema. Na sasa tunabadilisha mtazamo au tunajaribu kutafuta njia nyingine kwa kutengeneza hatua ya pili. Kwa maana ikitokea hatua ya kwanza imekosa jawabu, tunakwenda hatua ya pili. Kwa lugha ya wenzetu wanaita second line, yani utaratibu wa pili au njia ya pili. Na kinachotupa faraja zaidi ni kuona vitu vidogo vilokuwa ndani ya mali asili yetu katika taifa letu, tunapata jawabu zuri sana ambalo linatupa faraja ya kutosha. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu na tuna kila sababu ya kusema kwa kinywa kipana tumeweza. Lakini tunachofanya, tunachothibitisha kinatusaidia zaidi kubadilisha mtazamo wa baadhi ya Watanzania waliokuwa ndani ya Tanzania na waliokuwa nje ya Tanzania, ndugu zetu wa Afrika Mashariki na waliokuwa nje ya Afrika Mashariki, kwa maana SADC. Tunafahamu baadhi ya ndugu zetu ambao hawajapata uhuru wa kiakili wanapata kikwazo kikubwa zaidi kutuelewa, kwa sababu wanaamini hakuna tunachoweza sisi kama watu weusi isipokuwa kila anachoweza ni mtu kutoka nje ya bara la Afrika. Hili ndio tatizo kubwa lilokuwepo, lakini njia tunaopitia kudhihirisha tunachofanya au kuthibitisha tunachofanya kinasaidia zaidi kusahihisha mawazo hayo na watu wengi kuendelea kunitafuta na kupata suluhisho la kudumu. Ukiona kipimo cha HIV tumeweka M namba 1 au M namba 2 au M namba 3, maana yake nini? Maana yake tunajaribu kwenda hatua nyingine ili mtu asiamini au asikariri kile tulichokuwa tunakifanya zamani. Hapana. Ukiona hivyo, kwetu sisi huyu ni second line, au tunataka apate mstari mmoja kwa muda mfupi mno kuliko kupata mistari kuliko kuchelewa. Na jaribio hili linakwenda kwa muda mfupi sana, takriban masaa 2 au 3, na tunafanya kwa wiki mara moja. Kuna 2 au 3 ndio tumemwambia tukutane wiki nyingine, hawazidi watu 3. Waliosalia wote tumewapa miezi 3 kwa sababu tumepata mstari mmoja mzuri sana. Lakini njia nyingine ni kubadilisha mfumo wa damu. Kama mtu ameishi zaidi ya miaka 4 kwenda miaka 15, 16 na amekula karanga kwa kiwango cha kutosha. Kama amekula karanga kwa kiwango cha kutosha, na tukiona hasa wenye grupu O positive, hawa wana changamoto kubwa. Hawa lazima tubadilishe mfumo wao wa damu. Hii ndio inatuletea mafanikio makubwa sana kwa kile tunachokifanya. Na ni lazima usome vipimo kabla hujaenda kupima, ili uweze kujua wapi unakosea, nini unatakiwa kufanya ili ufikie katika lengo ambalo tunaamini ni lengo zuri sana. Ninachokizungumza hapa ni kitu kimoja tu. Unapotizama vipimo vile ninavyovituma kwenye mtandao wangu wa TikTok na YouTube, kuna kipimo tunaandika tarehe, tunaandika saa, tunaandika namba. Huyu ni mtu ambaye yupo katika utaratibu wa awamu ya kwanza au dozi ya kwanza, kwa maana anaweza kutumia dozi hiyo ya 4A9 na akapata mafanikio bila changamoto yoyote. Tutakapokwenda sasa kuweka M
maana yake huyu mtu 4A9 haikumpa mafanikio kwa muda tunaotaka sisi. Mafanikio tunaotaka sisi ni kuanzia wiki moja hadi mwezi na wiki mbili. Ikifika wiki moja hadi mwezi na wiki mbili, tunataka mtu huyu awe ameshapata mafanikio. Ikiwa bado, tunampeleka second line. Ndio hii tunaianzisha kwa niaba ya kutafuta ni nani hakufanikiwa, ili afanikiwe, aondokane na kadhia ya mistari miwili na kubaki na mstari mmoja. Maana yake aondokane na neno positive, abaki negative. Maana yake aondokane na VVU, awe hana VVU. Dawa ndugu zangu ziko nyingi sana. Kila mtu ana uwezo wake wa kuelewa, kila mtu ana ufundi wake wa kutengeneza dawa. Lakini dawa bora itabaki kuwa ni 4A9. Ukatazama dawa zinazotoka Marekani, dawa zinazotoka Canada na nchi zingine, kutokana na marafiki zangu wanavyonitumia dawa hizo, changamoto kubwa inayopatikana wanapozitumia dawa hizo, wanapata mazingira magumu sana ambayo yanawafanya watafute njia nyingine. Kweli wanaambiwa virus wanashuka kiasi kwamba mashine ya viral load haioni, lakini hawakuziwii kutumia dawa. Inabidi uendelee maisha yako yote kutumia dawa. Sasa unavyoendelea kutumia dawa katika maisha yako yote, madhara ya zile dawa yanakuletea matatizo mengi katika mwili. Na hapo ndipo watu wengi wanapomtafuta T.R. Msigwa kutoka kila kona ya dunia. Kwa sababu ukitumia dawa yetu, changamoto zote hizo zinaondoka na kila mtu anabaki kuwa salama. Ukilitaka hilo, andika kuishi bila VVU inawezekana namba 1, kuishi bila VVU inawezekana namba 2. Utaliona hilo na utashuhudia hilo. Lakini sio hapo tu, wakati tunakusanya maoni katika bonde la Kilombero, tulipoanzia Kibaoni kwenda Chita na Mwala, Mgeta, Mbingu, Ulanga, Mahenge na vijiji vyote vile ambavyo sisi tulipita, tuliona mafanikio makubwa. Ukiandika kwenye YouTube ushuhuda wa dawa ya 4A9, utaona watu tofauti tofauti wanapata mafanikio, kwa sababu tulienda kuwauliza. Hatukuwapa dawa tu tukawaacha, hapana. Tulienda kuwauliza, unaijua nini? Unaijua vipi 4A9? Imekusaidia kwa kiwango gani? Na kwa nini hukupata mafanikio? Tumejikuta maoni ya sehemu zote, 99% watu wote wanasema wamefanikiwa. Tunataka kurudia tena kufanya ziara takriban mikoa kadhaa na nchi kadhaa. Lengo kukutana na wadau waliotumia 4A9, kujua changamoto ni ipi, ili tuone aidha alikosea au tulikosea, na kama tulikosea tumpeleke second line ili aweze kupata jibu, aondokane na utumwa wa kuishi na kula vidonge kila kukicha. Ukitembelea tena YouTube ya T.R. Msigwa, kuishi bila VVU namba 1, kuishi bila VVU namba 2, utaona watu wanavyoeleza changamoto mbalimbali zilizokuwa zinawakabili na mafanikio walioyapata. Imewezekana, tunaweza. Kwa hiyo ziara yangu ya mikoa kadhaa Tanzania na nchi kadhaa ambazo nitabahatika kwa uwezo wa Mungu kufika katika nchi hizo, dhamira ni moja tu: kuwauliza, kuwakumbusha, tujue kosa lilikuwa kwetu au lilikuwa kwao. Lakini dhamira ni kuhakikisha tunapata mstari mmoja. Lakini kubwa zaidi ni kumsaidia muhusika aondokane na utumwa wa kutumia dawa maisha yake yote. Na mfano mzuri zaidi, tizameni ndugu zetu kutoka katika taifa la China, namna gani wanavyoonyesha msimamo wao kukabiliana na changamoto zinazowakabili wao. Kwanza walionyesha mfano katika kipindi cha corona, waliweza kudhibiti ugonjwa huo kutumia taaluma yao, maarifa yao. Irani wameweza kufanikiwa
kusimama wakiwa katika vikwazo katika miaka yote, lakini wamejiimarisha kwenye chakula, wamejiimarisha katika swala la afya. Maana yake tatizo lolote la corona au la magonjwa yoyote, hawatuagiza dawa kutoka nje ya taifa lao, watatumia dawa inayotengenezwa ndani ya taifa lao. Kwa maana hiyo pesa yao itabaki pale pale katika taifa lao. Hilo linawezekana Tanzania, linawezekana katika nchi za Afrika. Tatizo kubwa linalowakabili baadhi ya Waafrika ni ubinafsi, mtazamo finyu. Ndicho kinachowafanya baadhi ya Waafrika kuendelea kukubali kuwa wao hawajaelimika, ili waendelee kupoteza mali asili yao kuwanufaisha watu wa nje. Kwa mfano, nikinunua dawa ambayo inatengenezwa na Marekani, maana yake inaimarisha uchumi wa Marekani. Nikinunua dawa inayotengenezwa na China, maana yake inaimarisha uchumi wa China. Hatukatai swala la mawasiliano, kwa maana mimi nitanunua China, wao watanunua huku, lakini lazima tutazame kwa kiwango gani tunadhibiti pesa zetu, lakini namna gani tunakabiliana na matatizo ya kiafya ndani ya taifa letu. T.R. Msigwa amekuwa ni mfano mkubwa zaidi kutokana na kile anachokifanya katika safari ya maisha yake. Ni watu wengi sana wananufaika na wanafarijika, na leo nimekuwa ni moja ya klipu zangu zinawashawishi walio wengi kuja Tanzania kupata tafifu ya afya yao kwa kutumia 4A9. Halikadhalika na wataalamu wengine wanaweza wakatumia fursa hiyo. Kikubwa ni kufanya unachojua na kujua unachofanya, kwa sababu uongo una mwisho, ukweli hauna mwisho. Ukifanya kitu kwa dhati, kwa ukweli, utaendelea kudumu. Watatokea watu kwa choyo, kwa mtazamo finyu, watakushambulia, lakini abadani hawezi wakakuangusha, kwa sababu umesimama kwenye ukweli. Na safari yako itazidi kuwa nzuri, kwa sababu walio wengi wananufaika. Mimi ukitizama YouTube, tuna video zaidi ya 10,000. Watu ninao kumbukumbu nao, mmoja ni kijana alikuwa anafanya kazi Tanga, si bado yupo au vipi, lakini tulimpa namba 3. Binti moja kutoka Mbeya. Mmoja yuko Tanga, lakini nampuuza kutokana na zile habari ninazozisikia. Lakini Dar es Salaam kuna mtu mmoja ambaye tunamuita Mdengereko, na mwingine ambaye tunabadilisha mfumo wake wa damu kutoka Bukoba. Kwa hiyo tunajaribu kutafuta sasa, kutembea kwenye mikoa. Naamini mtu wa Iringa, mtu wa Mbeya akisikia niko Mbeya au niko Iringa, atakuja kunieleza, T.R. Msigwa nilitumia 1, 2, 3, sikupata mafanikio haya, wapi nilikosea? Tuzungumze naye ili tuweze kupata jawabu zuri, na hatupotezi mwelekeo wetu au haturudi nyuma kwa sababu fulani anatuita labda tapeli, au fulani anatuita hatuna tunachojua, hatuna dawa, hatuna nini. Hatuwezi kupoteza muda huo, na niwasihi watu wenye akili nzuri, usipoteze muda wako kumsikiliza mpumbafu. Usipoteze muda wako. Kuna watu watafanya kila linalowezekana kukukwamisha. Usipoteze na usiwapi nafasi. Fanya unachojua na jua unachofanya. Naamini utafikia kwenye lengo zuri katika safari ya maisha yako. Hakuna kinachoshindikana. Kikubwa ni kumtegemea Mungu na kufanya unachojua. Kesho ni siku nyingine tena. Mungu atujalie tuamke na afya njema ili tuweze kufanya mengine, tuweze kufikia katika lengo tunalokusudia. Lengo ni kufanya kazi kwa uadilifu na kufanya kazi vizuri pasipo kumkwaza mtu, kumsaidia mtu, kumuondoa kwenye changamoto au kwenye shimo alilokuepo, kumweka sehemu salama aendelee kutembea. Ninaona mengi sana yanayotokana na watu wanaotumia ARV, wanavotaabika, lakini wananufaika na wanafarijika baada ya kukutana na T.R. Msigwa. Tuzungumze na T.R. Msigwa, ndio lugha na usafiri nayo kila ninapopata fursa ya kuzungumza nanyi. 0752819047
au 0713646691. Mungu ibariki Afrika. TR Msigwa.